Ndugu wajumbe, mkutano tunaomaliza sasa ni muhimu sana katika kujipanga na uchaguzi mkuu. Kama mlivyoona, tumezindua ilani ya chama chetu, ilani ambayo tutakwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuongoza tena nchi yetu Tanzania. Niipongeze timu iliyoandaa ilani hii kama ilivyotambulishwa hapa, pamoja na kamati ya wataalamu iliyowasaidia. Kama mlivyoona, ni ilani iliyoshiba, haikuacha kitu, na ni ilani ambayo kuna mambo mengi ukiangalia, lakini imepangwa vizuri. Kwa hiyo tunakupongeza sana Profesa Kitila Mkumbo na timu yako kwa jambo hili kubwa mlilolifanya, lakini pongezi za dhati kwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Wasira kwa kuhakikisha kwamba kila muda yuko na timu hii na kuhakikisha ilani inakamilika kwa wakati. Niwapongeze pia na niwashukuru vijana wote tuliowatuma kukusanya maoni kwa wananchi, na wenyewe ni sehemu ya matayarisho ya ilani hii, na wenyewe tunawashukuru. Ndugu zangu, yaliyomo kwenye ilani hii tunaweza kuyatekeleza kuendana na mipango na uwezo tulionao. Tunajiamini tutaweza. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho. Kubwa kwa Watanzania ni kuweka utulivu ndani ya nchi yetu, kufanya kazi kwa bidii, wafanya biashara kwa bidii, wakulima walime kwa bidii, wachimbaji kwa bidii, wote wafanya kazi sekta ya umma kwa bidii, tuzalishe kwa wingi, tuuze kwa wingi, tupate fedha kwa wingi. Yote haya yanaweza kutekelezeka. Lakini kubwa zaidi, kama ilivyosema kwenye ilani, ni kushirikiana na sekta binafsi ya ndani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya heri na atutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile, kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Si ilani ya secretariat, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka katibu mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Kutengenezwa, vitagawiwa mikoani na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi, umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki. Ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande. Tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama,
tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki. Wakatende haki. Tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Nasema hawi sawa na wenzake, yeye anakuwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimo hivi. Kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu na utajulikana tu, lazima utasema mie siye jamani. Ndio haya yanayotokea. Kwa hiyo twendeni tukachuje kwa ustadi mkubwa. Tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema, watupishe. Mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na yeye yumo, lakini alishaniletea jina lake mapema kwamba mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe 1 mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa, na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo hayo ndio maagizo yangu kwa katibu mkuu, lakini na kwa kamati za siasa za mikoa na wilaya. CCM oye!